Yo, 69 Media Pro tuko live mtaa na tumekuja kuuliza maswali kuhusiana na wadau, washabiki kupitia industry ya Bongo Flava, burudani, michezo, lakini pia tumekuja kupiga story kuwauliza maisha ya kistaa ya wasanii. Kwa wananchi pia wanasemaje, na maswali yetu wanasema kwamba eti mtaa unasemaje, maoni yao na kwa vipi. Basi hapa tuko mtaa Tandale kwa Tumbo na story ndogo ndogo na baadhi ya wananchi ambao wanakaa katika mtaa huu wa Tandale kwa Tumbo. Mtaa unasemaje? Tuambie wewe uko mtaani gani? Mtaa wako upi? Tuendelee kukufuata mtaani kwako, afu tuambie msanii gani ungependa kuwa shabiki yake. Lakini pia kuna maswali mawili matatu tunauliza kuhusiana na baadhi ya mashabiki na kuhusiana na mastaa. Bana, njoo tusikize baadhi ya mashabiki wanasemaje na maswali yangu mawili matatu kwenye mtaa unasemaje. Mimi naitwa Ching the Baddest. Aye. Yo, mtaa unasemaje? Maswali mawili matatu kuhusiana na maisha ya kistaa, lakini pia na maisha ya watu ambao wanaishi maisha ya mtaani. Leo nimekutana na Mnyamwezi kutoka kwenye mtaa wa Tandale. Of course tuko hapa na story mbili tatu. Inakuaje mzee? Kama kawa. Hebu kwanza jitambulishe. Kwa jina naitwa Fami Sasi. Fami Sasi. Hivi ni msanii gani anaonekana kwenye tasnia ya Bongo ana unyenyekevu mkubwa sana kwa mashabiki? Alikiba. Kwa nini unamuona Alikiba? Yuko real, yani yuko smart, hana mambo mengi. Kanyooka. Kanyooka. Hivi ukiambiwa nitajie msanii mmoja ambaye ana mafanikio hapa kwetu Tanzania, utamtaja msanii gani? Mafanikio ya vipi labda? Mafanikio ya design nyingi, mafanikio ya vipi labda? Mafanikio ya kimaisha, kimaendeleo, kupendwa na mashabiki. Alikiba kafanikiwa, anapendwa. Diamond kafanikiwa, anapendwa. Harmonize kafanikiwa, anapendwa. Mario, wote wapo vizuri, wamefanikiwa. Mfano mzuri tu. Ni msanii gani ambaye katika playlist yako unapenda sana kumsikiliza mzee, alafu haupitwi kabisa, ni kila siku lazima umsikilize? Wapo wengi. Unajua playlist inakuwa refu. Ndio. Lakini wapo wengi. Alikiba wa mwanzo lazima nimsikilize katika playlist yangu, na wengine wote, sababu napenda muziki mzuri. Muziki mzuri lazima usikilizwe. Ikiwa kitu kizuri tunapenda, kibaya hatupendi. Maadili mazuri tunapenda, maadili mabaya hatupendi. Msanii gani wa Singeli ambaye ana take over hapa kwetu Tanzania? 45 Kaje Kitengo. Kwa nini watu wengi sana wakiuliza swali hilo wanamtaja 45 Kaje Kitengo? Of course yuko really, yani yuko really, anaongea vitu vya kweli. Japo watu wanamwona msela, lakini yeye mwenyewe ukutana naye hapendi usela, anakuambia yeye hapendi usela, anapenda watu wapate mafanikio, waendelee. Hamna majela ya mara kwa mara, yani na namkubali, mashairi yake mazuri pia. Ni msanii bora kuwa na kipaji au kuwa mnyenyekevu na heshima? Katika ubora hivyo vyote vinaingia. Kipaji, heshima, mnyenyekevu, hivyo vyote vinaingia. Ili uwe bora lazima uwe navyo vyote. Huwezi kuwa bora alafu kawa hauna adabu, itakuwa wewe sio bora. Ili uwe bora uwe na nidhamu, heshima wakubwa, wadogo, alokuwa nacho, alokuwa ana, wote weke katika fungu moja. Hapo ndo unapatikana ubora na ukali na nidhamu, everything. Yani hapo kila kitu unapata, ndo unakuwa bora, ambaye bora alotimia. Umemtaja Double Killer 45, ni msanii ambaye anasikilizwa sana na anapendwa. Unaweza kaniambia nyimbo yake moja yoyote? Ara. Ora. Future. Future. Tatizo future. Kuimba sasa, kuimba hivi siwezi. Mpaka isikie. Nisikie ndo naimba. Future, welcome to hip hop. Bana, mtaa inasema kwamba 45 ana take over kwa kusikilizwa sana kwa wasanii wa Singeli hapa kwetu Tanzania. Mimi naitwa Chingi, mtaa unasemaje? Nilikuwa na Mamen Sasi. Umemwona Mnyamwezi jinsi alivyopoa, yuko ngea ile ngani, yani unaelewa vizuri. Bana, tumepata maoni, tuseme asante kwa kutazama mtaa unasemaje. Mimi naitwa Ching the Baddest, ndimu Mtumbadi, na tupo Stone Town Barber Shop hapa. Story 223 tunaendelea kupiga. Bana, cha mwisho cha kumalizia mzee. Cha kumalizia, tuwe sote wa Tanzania, tupendane, tuishi vizuri.
Pia nawakaribisha hapa saluni kwetu Stone Town. Stone Town. Waje kunyoa Stone Town moja tu Dar es Salaam. Moja tu Stone Town lobakie iko Zenji. Kabisa. Hapa Stone Town waje fresh, wazingatie engo, wapendeze kama siona mimi mwenyewe. Nimependeza. Kinyamwe. Awewe.